Sasa ndoa ni kitu gani? Ili tuelezee mada yetu vizuri, madhara ya wazazi kuachana. Tunapozungumzia ndoa, nini maana ya ndoa? Tunapozungumzia ndoa katika sheria ya Kiislamu au an-nikah, ndoa maana yake ni al-iqdu, maana yake ni fungamano, ni mkataba wa kisheria, ni fungamano maalum ambalo analoingia kati ya mke na mume. Hii ndio maana ya ndoa. Kwa hiyo watu wanakubaliana kuingia katika ndoa baina ya mke na mume. Kwa hiyo ukisikia nikah, maana yake ni al-iqdu, imekuja katika lughatan wa istilahan, imekuja kilugha kuelezewa nini maana ya nikah, na imekuja kisheria nini maana ya nikah. Lakini kisheria maana yake ni al-iqdu, maana yake ni fungamano maalum ambalo analiingia baina ya mke na mume. Hii ndio maana ya ndoa katika sheria ya Kiislamu. Na ukija katika sheria ya Tanzania, ukizungumza kitu kinaitwa ndoa, au kwa tafsiri nyingine neno marriage. Neno marriage maana yake ni voluntary union between men and women, ni makubaliano, ni joint venture, ni makubaliano ya watu wawili kuungana kati ya mwanamke na mwanamume. Ni makubaliano ya watu wawili kuungana, ni voluntary union between men and women. Ni makubaliano ya watu wawili kuungana kati ya mwanamke na mwanamume. Hii ndio maana ya meaning of marriage katika law of marriage ya Tanzania, katika sheria ya Tanzania. Kwa hiyo kwa tafsiri hii maana yake hakuna ndoa ya jinsia moja, yani kati ya mwanaume na mwanaume au mwanamke na mwanamke. Katika sheria ya Tanzania jambo hilo hamna. Ukisoma katika law of marriage ya 2008 kwamba sheria ya ndoa ni kwamba inatambua ni muunganiko, ni joint venture ya watu wawili kati ya mwanamke na mwanamume. Ukizama deep zaidi, ukienda ndani, utakuta kuna types of marriage, kuna aina za ndoa katika sheria ya Tanzania. Ndoa zina aina zake. Kuna ndoa inaitwa ni polygamous, alafu kuna ndoa inaitwa monogamous. Katika sheria ya Tanzania kuna ndoa ya wake wengi na kuna ndoa ya mke mmoja. Ukienda katika sheria ya dini ya Ukristo, ndoa inatambulika ni ndoa ya mke mmoja, wao hawana ndoa ya wake wengi. Lakini ukija katika dini ya Uislamu, kunatambulika ya kwamba kwa sababu wao wanaweza kuoa watu wawili, watatu mpaka wanne. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubaa. Kwa hiyo katika sheria ya Uislamu au katika dini ya Uislamu, ndoa kuanzia mmoja, wawili na kwenda mpaka wanne. Kwa hiyo sheria ya Tanzania ikaweka hiyo polygamous na monogamous, kwamba kuna ndoa ya wake wengi na ndoa ya mke mmoja. Lakini sasa ukienda kwenye sheria ya Tanzania hiyo hiyo, imezigawa hizi ndoa kwenye aina ya ndoa. Kuna aina tatu za ndoa katika sheria ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna ndoa inaitwa ni civil marriage. Civil marriage ni ndoa ya kiserikali, watu wanakwenda kuoana kwa mkuu wa wilaya. Alafu kuna cultural marriage, kuna ndoa ya watu kuoana kimila, kuna ndoa za kimila. Sheria ya Tanzania inatambua kuna ndoa za kimila. Alafu kuna religious marriage, kuna ndoa za kidini, Wakristo, Waislamu, Mabudha na dini nyingine ambazo zipo Tanzania. Ndoa hizo na zenyewe kiserikali zinatambulika. Kwa hiyo hii ndiyo meaning of marriage, ndiyo maana ya ndoa katika sheria ya Uislamu. Maana ukisema an-nikah, ndoa maana yake ni al-iqdu, ni fungamano maalumu ambalo mwanamke na mwanamume wanakubaliana kuingia katika mkataba huo. Ni mkataba maalum ambapo katika mkataba huo ndo kuna ijabu na kabuli, kuna kuomba na kukubaliwa. Baba akisema nimekuozesha na yule mwanaume akisema nimemuoa, hii katika sheria ya Uislamu tunasema ni ijabu wa kabuli, ni kuomba na kukubaliwa.
kwamba mtu anaomba kuozeshwa au anaomba kumuozesha na yule anakubali kuozesha yule mwanamke. Kwa hiyo ni mkataba pale, wanakuwa washaingia tayari kwa makubaliano maalum, kwa mahari maalum. Mahari yangu itakuwa 300,000, 400,000, milioni, milioni 100, inategemea na mahari ambayo utakayokuwa wamepatana hao watu. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya ndoa katika sheria ya Uislamu na katika sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.